Jumamosi hii gazeti la The New York Times la nchini Marekani limeripoti kuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, anayekabiliwa na vitisho vya kuuawa na Israel katikati ya vita vinavyoendelea, ameteua viongozi watatu wa kidini kama warithi wake watarajiwa, huku akiwa amejificha kwenye banka. Likitoa maoni ya maafisa watatu wa Iran, ripoti hiyo ilibainisha kuwa mtoto wa Khamenei, Mojtaba, ambaye hapo awali alidaiwa kuwa anatayarishwa kwa uongozi, hayuko miongoni mwa walioteuliwa. Khamenei pia ameanza kuteua nafasi za makamanda wakuu wa kijeshi waliouawa katika mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel, akiashiria juhudi za kudumisha utulivu wa utawala chini ya shinikizo. Wakati huo huo, afisa mwandamizi wa Iran ameiambia CNN kuwa Iran imebadilisha mkakati wake wa kijeshi, ikihama kutoka kwa msululu wa makombora wa kiwango kikubwa hadi kutumia makombora ya hali ya juu ya usahihi yanayolenga maeneo ya kijeshi ya Israel. Afisa huyo alikataa dai la Israel kuwa Iran imepungukiwa na akiba yake ya makombora, akidai kuwa kombora la hivi karibuni lilipenya mifumo ya ulinzi ya Marekani na Israel, ikiwa ni pamoja na THAAD, Patriot, Arrow, David Sling na Iron Dome, ili kupiga lengo lililopangwa mapema, ingawa maelezo ya kina hayakutolewa. Afisa huyo aliionya Israel iwe mtazamaji mbele ya usawa mpya wa nguvu bora za Iran. Hata hivyo, Home Front Command ya IDF ilithibitisha kuwa Iran imetumia makombora ya ballistic yenye vichwa vita vya cluster ambavyo vinagawanya makombora madogo 20 bila mpangilio juu ya eneo la kilomita 8, kinyume na madai ya usahihi. Israel iliripoti kuwa mashambulizi ya anga yameharibu takriban 50% ya virusha makombora vya Iran na hivyo kupunguza uwezo wake kwa kiasi kikubwa. Katika hatua nyingine, shirika la habari la Bell la Iran liliripoti kuwa mwanasayansi wa nyuklia Ismail Tabatabai Khamshel na mkewe waliuawa katika shambulio la drone la Israel kwenye ghorofa huko Tehran siku 2 zilizopita. Shambulio hilo ni sehemu ya kampeni ya Israel ya kulenga mpango wa nyuklia wa Iran ambao umezidi kufuatia mashambulizi ya makombora ya Iran kwenye miji ya Israel, ikiwa ni pamoja na Haifa na Beersheba. Wakati huo huo, data ya ufuatiliaji wa ndege imebaini kuwa ndege 2 za B-2 bomba za Marekani zimeondoka kwenye kambi ya anga ya Whiteman huko Missouri kuelekea Guam. Ndege hizo zenye uwezo wa kujificha lakini pia zinazobeba mabomu ya bunker buster ya Massive Ordnance Penetrator zina uwezo wa kulenga kituo cha nyuklia cha Fordo kilichopo chini ya ardhi nchini Iran, ambacho rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni alidai kuwa Israel haina uwezo wa kukiharibu peke yake. Kuondoka kwa ndege hizo kunaambatana na muda wa wiki 2 uliowekwa na Trump wa kufanya uamuzi kuhusu ushiriki wa Marekani katika mzozo wa Israel, na hivyo kuchochea uvumi kuhusu uwezekano wa hatua za kijeshi za Marekani.